Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone, una comment vile vile una partager. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo ili tuwajuze nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu mbalimbali nchini DRC, vile vile pembe zote za dunia. Kabla tujaenda mbali, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha niseme karibu na asante kwa kuwa nasi, na tunakuomba kuwa nasi paka mwisho. Karibu. Tuende na habari kutoka mkoani Kivu Kusini, ambako jimbo la Kivu Kusini inaendelea kushuhudia hali ya wasiwasi baada ya mapigano makali kuzuka kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23 RDF katika eneo la Irambi Katana wilayani Kabare. Wakati huo taarifa za ndani zinaripoti kuuawa kwa raia mmoja, jambo ambalo linaongeza hofu kuhusu usalama wa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza majira saa 4 asubuhi na Jumamosi tarehe mosi Agosti katika kijiji cha Chiere kilichopo ndani ya eneo la Kabushwa kwenye groupment ya Irambi Katana. Milio ya silaha nzito nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, huku kila upande ukiendelea kupambana. Kutokana na mapigano hayo, wakazi wengi walazimika kukimbia makazi yao na kuelekea katika eneo la Katana Centre wakitafuta usalama. Mashuhuda wanasema familia nyingi ziliondoka haraka bila kubeba mali zao, zikiogopa mapigano kusambaa zaidi katika maeneo ya makazi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 waliondoka katika nafasi zao za Lusheshe na kuelekea katika kitongoji cha Chirehe ambako inadaiwa walijichanganya na raia. Taarifa hizi bado hazijathibitishwa na chanzo uhuru, lakini zimeongeza tahadhari kwa wakazi wanaohofia usalama wao. Mapigano haya yamekuja saa chache baada ya tukio la kusikitisha la kuuawa kwa raia mmoja aliyefahamika kwa jina la Bishweka Pedro katika kijiji cha Kabamba. Kwa mujibu wa viongozi na wakazi wa eneo hilo, marehemu alipigwa risasi baada ya kumalizika kwa shughuli za kazi za maendeleo ya jamii zinazojulikana kama Salongo. Vyanzo hivyo vinamtuhumu mmoja wa wapiganaji wa M23 RDF kuhusika na tukio hilo, ingawa upande unaotumiwa bado hujatoa kauli rasmi kuhusu madai hayo. Mashirika ya kiraia yanayofanya kazi katika maeneo ya Irambi Katana yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Yanasema visa vya mauaji ya raia, kukamatwa kiolela na vitendo vingine vya unyanyasaji viendelea kuongezeka, hali inayozidisha mateso ya wananchi ambao tayari imeathiriwa na vita vya muda mrefu. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana inaendelea kuwa tete, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa utulivu. Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani pamoja na kuzuruta zaidi kwa hali ya kibinadamu katika wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali na viongozi wa M23 kuhusu maendeleo ya mapigano. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana katika wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya hofu ilitanda katika jiji la Bukavu mkoani Kivu Kusini baada ya mlipuko kutokea karibu na bandari ya Esperanza na kusababisha kifo cha mtu mmoja pamoja na kujeruhi watu kadhaa. Tukio hilo limebua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi, huko wito ukitolewa kwa mamlaka kuchunguza chanzo cha mlipuko huo na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mlipuko huo ulitokea jioni ya tarehe 28 mwezi wa 7 majira saa 12 jioni, muda mfupi baada ya boti moja kuondoka karibu na miundombinu ya shirika ya reli ya Kongo CNCC. Mlio mkubwa ulisikia katika eneo hilo na kusababisha taharuki, huku wananchi wakikimbia kutafuta usalama. Taarifa za awali zinaeleza kuwa mwanamke aliyefahamika kwa jina la Mama Rifine, mkazi wa kitongoji cha Kalere B katika manispaa ya Kadutu, alipata majeraha mabaya kutokana na mlipuko huo na baadaye alifariki dunia. Watu wengine waliojeruhiwa walikimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupewa matibabu. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanadai kuwa kabla ya mlipuko huo waliona vifaa vinavyofanana vya kijeshi vikiwa vimeachwa karibu na bandari. Wakazi au pia wanasema vifaa hivyo vilionekana baada ya shughuli za usiku za baadhi ya vyombo vya majini ambavyo
wanavihusisha na vya muungano wa waasi wa M23. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na mamlaka zinazohusika, na uchunguzi unahitajika kubaini ukweli wa tukio hilo. Tukio hili limeongeza hofu kwa wakazi wa Bukavu, hasa katika maeneo ya bandari ambako shughuli za usafiri na biashara hufanyika kila siku. Wengi wanaofia kuwa matukio ya aina hiyo yanaweza kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia na kuathiri shughuli za kiuchumi. Hadi sasa mamlaka za usalama hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha mlipuko huo wala iwapo kuna watu waliokamatwa wanaohusiana na tukio hilo. Uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira halisi yaliyosababisha mlipuko huo. Kwa sasa wananchi wanashauriwa kuwa waangalifu wanapokuwa katika maeneo ya umma na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama wanapoona vitu vinavyotia shaka, huku wakisubiri matokeo ya uchunguzi rasmi ifanyike. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu mlipuko uliotokea katika eneo la bandari ya Esperanza mjini Bukavu uliosababisha kifo cha mtu mmoja na wengine kujeruhiwa. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika mji wa Baraka na Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya hatua ya serikali ya mkoa kuendesha operesheni ya ukaguzi wa nyaraka za magari na ukusanyaji wa ushuru wa mkoa kwa vyombo vya usafiri. Hatua hiyo imeibua malalamiko makubwa kutoka kwa madereva na wananchi wanaodai kuwa imeongeza mzigo wa maisha katika kipindi ambacho eneo hilo tayari linakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama na kiuchumi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia, operesheni hiyo imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya wiki moja. Maafisa wa serikali wamekuwa wakikagua nyaraka za magari pamoja na kutaka ushuru wa mkoa ulipwe kabla ya magari kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, viongozi wa kijamii wanasema wananchi wengi bado wanapitia hali ngumu kutokana na migogoro ya muda mrefu, hivyo hatua hiyo imeibua hasira miongoni mwa waendesha usafiri. Katika mji wa Baraka, madereva waliandamana kupinga utekelezaji wa hatua hizo. Waandamanaji walieleza kuwa shughuli za usafiri tayari zimeathiriwa kwa kuwa mji huo umekaa karibu mwezi mmoja bila huduma za mitandao ya simu, jambo ambalo limeathiri biashara, mawasiliano na huduma nyingine muhimu. Maandamano hayo yaligeuka kuwa ya vurugu baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, watu wawili walipoteza maisha katika tukio hilo. Mmoja wao alikuwa dereva wa tume ya kitaifa ya wakimbizi CNR ambaye anadaiwa alipata mshtuko wa moyo wakati wa milio ya risasi. Mwathirika wa pili alikuwa kijana aliyegongwa na risasi wakati wa machafuko hayo. Baada ya saa 6 mchana, hali ilianza kutulia na shughuli za kawaida zikaanza kurejea katika maeneo mengi ya Baraka. Hata hivyo, tukio hilo limeacha huzuni na maswali kuhusu namna ya kusimamia operation ya ukusanyaji wa mapato bila kuhatarisha usalama wa wananchi. Wakati huo katika mji wa Uvira, hali ya kutoridhika inaendelea kuongezeka miongoni mwa madereva na wa vyombo vya usafiri. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa maandamano yanaweza kuitishwa katika siku zijazo ikiwa malalamiko yao hayatapatiwa ufumbuzi kupitia mazungumzo kati ya serikali ya mkoa na wawakilishi wa sekta ya usafiri. Kwa sasa mamlaka za mkoa bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu vifo vilivyoripotiwa wala hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa ili kupunguza mvutano unaoendelea katika mji wa Baraka na Uvira. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya mvutano uliotokea na operation ya ukaguzi wa nyaraka na ukusanyaji wa ushuru wa mkoa katika mji wa Baraka na Uvira mkoani Kivu Kusini. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa kauli mpya kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akijibu madai yanayohusu uwepo wa makundi ya FDLR na ushirikiano wake na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mahojiano aliyorushwa na shirika la habari la BBC leo, Rais Ndayishimiye alisema kuwa amekuwa akiwauliza mara kwa mara wanajeshi wa Burundi walioko huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama wamewahi kukutana na wapiganaji wa FDLR katika maeneo
wanayoyahudumu. Kwa mujibu wa rais huyo, wanajeshi hao wamekuwa wakimjibu kuwa hawajawahi kuwaona. Rais Ndayishimiye alieleza kuwa kwa mujibu wa taarifa alizonazo, baadhi ya wapiganaji wa FDLR wanapatikana katika maeneo ya Ituri ambako hakuna vikosi vya Burundi vinavyotumwa. Alidai kuwa kuna wengine waliopo katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 pamoja na Rwanda. Kutokana na hali hiyo, rais huyo amesema kuwa anashangazwa na madai ya Rwanda kwamba vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinashirikiana na FDLR. Alifafanua kuwa ikiwa wanajeshi wa Burundi wanafanya operation kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, basi tuhuma hizo kwa mtazamo wake zingehusisha pia vikosi vya Burundi. Kauli hizi zinakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umekuwa ukiendelea kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, wakati Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo, na kwa upande wake imekuwa ikieleza wasiwasi kuhusu uwepo wa FDLR karibu na mpaka wake. Hata hivyo, madai yaliyotolewa na rais wa Burundi kuhusu maeneo yaliyopo na makundi ya FDLR hayajathibitishwa kwa njia uhuru na taasisi ya kimataifa au vyanzo rasmi visivyoegemea upande wowote. Serikali ya Rwanda pia imekuwa na msimamo wake kuhusu swala hili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kauli za viongozi wa nchi za ukanda zinaweza kuwa na athari katika juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema kuwa mazungumzo ya kisiasa na ushirikiano wa kikanda bado ni njia muhimu ya kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huu. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu kuhusu kauli ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusiana na swala FDLR na hali ya usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari za kimataifa. Karibu. Amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi ama ICU Kanasi. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege 3 za kivita chapa F-35, ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi, ambalo lilishambulia nyumba 2 katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu 3 wa familia moja akiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine 2. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo 3 ziliteketezwa kabisa na 3 nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya yakijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa Manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel.
Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano na waandishi wa habari hii leo mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu swala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea. Naam, tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana, siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo. Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na Jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hanafahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika. How can you refuse to listen to a man representing? Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua? Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema ni hisia ya aibu kubwa kwa Jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake alimradi wao wako gerezani. Jaji huyo jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake alimradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi, wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani. Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ili kuwa batili na ili kwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi. Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa haikabiliwi na tishio lolote la kigaidi. Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano, hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba, na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzuia ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ya ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni. Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni mwendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapaswa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba. Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo, na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba. Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ililaniwa vikali na baadhi ya wakosoaji wa mambo, huko chama cha Chadema kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya kesho asubuhi na saa 11 na dakika 45 au 45. Asante, chao.